Karibu mwisho wa vita kuu ya pili ya dunia, nimesoma kwamba ndege iliyokuwa imebeba wanajeshi wa Marekani ilianguka kwenye msitu mnene wa New Guinea ambako makabila ya watu walaji nyama ya watu yalikuwa yanajulikana kuishi. Uokoaji wa kishujaa ulilazimika kufanyika na ulifanikiwa. Lakini nimesoma kwamba hiki ndicho kilichotokea. Kanali msaidizi alisimama mbele ya askari 66 katika kikosi chake na alihitaji wajitolea 10 kwa ajili ya operesheni hii ya uokoaji, lakini kwanza aliwapa maelezo ya ukweli kuhusu kile ambacho kingehusisha. Aliwaambia kwanza wangelazimika kuruka kwenye eneo ambalo halijawahi kuchunguzwa. Pili, msitu ungekuwa mnene kiasi kwamba huenda wasiweze hata kupita kwenye miti. Tatu, kama wangefanikiwa kutua salama, makabila yanayoishi kwenye bonde hilo ni walaji nyama ya watu. Basi alipomaliza alisimama kidogo, kisha akaomba wajitolea 10 na askari wote 66 wakasogea mbele. Hiyo inakuwaje kama mbinu ya kuandikisha watu? Maisha yatakuwa magumu. Hakutakuwa na mapumziko njiani. Wenyeji watakuwa na uhasama kwa ujumbe wako. Lakini kuna watu kwenye bonde lile kule chini wanaohitaji kuokolewa. Hilo ndilo wazo kuu la kile kinachofuata katika masomo yetu ya mfululizo kupitia Injili. Sasa tutaruka hadi kwa Luka sura ya 10 ambako Yesu anawapa wanafunzi 72 picha halisi ya shamba la mavuno. Yeye anawapeleka, tunaweza kusema, kwenye safari yao ya kwanza ya kimisheni. Na Yesu anawapa kwa namna fulani mwongozo wa mafunzo kuanzia hapa mstari wa kwanza. Baada ya haya, Bwana akateua wengine 72, yaani tofauti na wale wanafunzi 12, akawatuma wawili mbele yake, kila mji na mahali alipokuwa anakwenda mwenyewe. Sasa kuwatuma wawili hakukuleta tu ushirika kwa kila timu, bali pia kulileta moyo wa kutiana nguvu. Na zaidi ya hayo, hili lilitimiza masharti ya Agano la Kale kwamba mashahidi 2 walihitajika ili kutoa ushuhuda halali. Sasa hawa wanafunzi 72 ni akina nani? Kweli hawajatajwa majina. Inawezekana wengi wao walikuwa watu ambao Yesu aliwaponya, unajua, waliokuwa vipofu, vilema, wenye ukoma. Kwa sababu walikuwa wameponywa na mtu ambaye viongozi wa kidini walikuwa wanampinga, basi wasingekubaliwa kurudi katika jamii ya Kiyahudi. Wangeendelea kutengwa. Hivyo Yesu, inaonekana, anawakusanya hawa watu karibu naye na anawateua hapa kama Luka anavyoandika. Na kuna kanuni nzuri sana ambayo nataka kuitoa kutoka kwenye tukio hili kabla hatujaendelea. Hii hapa. Mungu amekuchagulia mahali na amekuchagulia wewe kwa ajili ya mahali hapo. Tazama, neno lililotumika hapa kwenye maandiko kwa ajili ya kuteua, aliwateua, linamaanisha kuteuliwa kwa mtu kwenye wadhifa fulani. Hivyo Yesu hafanyi tu, unajua, kuwatupa hawa wanafunzi ovyo ovyo. Anawateua kwenye nafasi maalum ndani ya mpango wake wa kimungu. Sasa ngoja nikuambie mpendwa, huishi tu maisha yako kiholela leo kama mwanafunzi wa Kristo katika mfululizo wa matukio yasiyo na mpangilio. Maisha yako si ajali. Maisha yako ni jukumu. Leo hii uko kwenye jukumu kutoka kwa Mungu. Sawa, hebu nitoe kanuni nyingine kabla hatujaendelea mbele. Hii hapa, daima kutakuwa na mambo mengi ya kufanya kuliko utakavyoweza kuyakamilisha. Yesu anasema hapa sasa katika mstari wa 2, mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Kwa hiyo ombeni kwa bidii kwa Bwana wa mavuno ili atume watenda kazi katika mavuno yake. Hiyo ni njia nzuri ya kusema utahitaji msaada. Kazi ninayokupa ni kubwa sana kwako, kwa hiyo anza sasa kuomba wasaidizi. Unajua, labda tayari umeshagundua kwamba kila wakati unahitaji msaidizi mmoja zaidi. Basi usikate tamaa mpendwa, unaomba kwa Bwana wa mavuno. Kauli hiyo inamaanisha yeye ndiye Bwana wa hayo mavuno. Yeye ndiye anayeongoza, anasimamia shughuli yote. Yeye peke yake ndiye anayeweza kukupa watu na mahitaji unayohitaji unapomtumikia pale ulipopewa jukumu lako. Kwa hiyo omba na umtumainie akupe mahitaji yako.
Sasa kuna kanuni nyingine nataka kuitoa kutoka kwenye mwongozo huu wa mafunzo. Hii hapa: utii kwa Kristo hautafanya maisha yako yawe rahisi moja kwa moja. Yesu anasema hivyo hapa kwenye mstari wa 3. Nendeni, tazama nawatuma kama wana-kondoo katikati ya mbwa mwitu. Hiyo ni kama kusema, vaa parachuti yako. Nitakutuma kule chini, mahali ambapo wakazi ni walaji wa watu na watataka kukula. Kweli hakuna kitu kisicho na ulinzi kama mwana-kondoo katikati ya kundi la mbwa mwitu. Lakini nataka waangalie maneno muhimu zaidi katika sentensi hiyo ni haya: mimi nawatuma kama wana-kondoo. Hiyo ni njia nyingine ya kusema hautakuwa peke yako. Unaona, kutokuwa na ulinzi kwao kutawakumbusha utegemezi wao. Kama wataishi au kufa, itakuwa ni kwa mpango wake na kwa ruhusa yake tu, kwa sababu ndiye anayewatuma. Na kwa sababu yeye ndiye anayewatuma, hakuna anayeweza kuwazuia isipokuwa kwa mpango wake wa kimungu. Sasa, je, Bwana anatutarajia tufanye kitu leo ambacho yeye mwenyewe asingeweza kufanya? Basi niruhusu nikukumbushe kwamba Yesu hatimaye atawaonyesha hawa wanafunzi wake maana ya kuwa mwana-kondoo aliyezongwa na mbwa mwitu. Unaona, mwana-kondoo wa Mungu atakuja kusulubiwa. Lakini atasulubiwa kwa mpango wa kimungu. Sasa hapa kuna kanuni ya 4 unapodumisha mtazamo halisi juu ya jukumu lako ulilopewa. Hii hapa: Bwana anavutiwa sana na kukuza mwenendo wako kama anavyovutiwa na wewe kufikisha neno lake. Sasa tunapata hilo kutoka kwenye maagizo haya ya safari yanayoanza hapa kwenye mstari wa 4. Yesu anasema, msichukue mfuko wa pesa, wala mkoba, wala viatu vya ziada, wala msimsalimu mtu njiani. Hapana, Yesu hasemi wanafunzi wake wasiwe na urafiki, wasiseme shikamoo, bali watambue umuhimu na uharaka wa jukumu lao. Unahitaji kuelewa kwamba katika siku hizo, salamu ingeweza kuchukua hadi mlo mzima au hata siku nzima. Usifanye hivyo. Endelea na lengo lako. Kutokuwa na mfuko wa pesa au nguo za ziada hapa kutasababisha utegemezi kamili kwa Mungu katika mahitaji ya kila siku. Unaona, unapomtumikia Bwana ni rahisi kuvutiwa zaidi na kile Mungu anachofanya kupitia wewe kuliko kile Mungu anachokufanyia wewe mwenyewe. Unakosa zile nyakati za Mungu kukutimizia mahitaji. Na nafikiri huo ndio ujumbe wa mistari ya 5 na 6 hapa, na uwezekano wa mwana wa amani kuwa mwenyeji wao. Mwana wa amani hapa ni mtu ambaye ana nia ya kuamini ujumbe wa Injili na kuwakaribisha katika safari yao ya kimisheni. Kwa hiyo hawa wanafunzi watalazimika kumtegemea Bwana awaongoze hadi kwenye nyumba hizo kwa mwenyeji. Watatakiwa kumwamini Bwana hata pale ambapo hawapati mwenyeji mwenye huruma au hadhira inayovutiwa na huduma yao. Sasa hapa kuna kanuni nyingine hii: usisahau kwamba watu unaokutana nao ni wa kuhudumiwa, si wa kutumiwa. Hapa kwenye mstari wa 7 Yesu anasema, kaeni katika nyumba hiyo hiyo mkila na kunywa wanachowapa. Msihame kutoka nyumba moja hadi nyingine. Kwa maneno mengine, usiwe unatafuta nyumba nzuri zaidi au ofa bora zaidi. Unaona, hawa wanafunzi hawakutakiwa, kuhamia kijijini na kisha waanze kupanda ngazi kadri wanavyokaa pale. Yesu anawaambia, kaa katika nyumba ya kwanza inayokukaribisha. Sasa ngoja nikupe kanuni nyingine: tarajia eneo lako la faraja binafsi kupanuliwa kwa njia ambazo hukutarajia. Nataka uone hapa, Yesu anasema kwenye mstari wa 8, kila mnapoingia mjini na wakawakaribisha, kuleni kile mtakachowekewa mbele yenu. Hiyo ni maalum, sivyo? Anasema popote utakapofika, nyumba yoyote itakayokukaribisha, kula chochote wanachopika. Hii inanifanya nikumbuke wakati mimi na ndugu zangu watatu tuliposafiri na wazazi wetu wa mishonari kwenye ziara ya kutafuta msaada, na tulikuwa tunaingia kwenye uwanja wa nyumba tulikoalikwa kula chakula cha jioni, na mama yangu alikuwa anageuka na kurudia ule utenzi mdogo, kumbukeni wavulana, anaponiongoza nitafuata, anaponilisha nitameza. Basi hilo ndilo hasa Yesu anawafundisha hawa wanaume 72.
Hapa kuna kanuni nyingine moja ambayo nataka kuangazia leo, kanuni ya 7. Hii hapa: hakikisha unarudisha sifa zote kwa Mungu. Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 9, ponyeni wagonjwa na waambieni, ufalme wa Mungu umewakaribia. Kwa maneno mengine, ninyi ni wawakilishi wa mfalme wa ufalme unaokuja. Unaweza kufikiria, sivyo, furaha iliyokuwa katika kijiji fulani juu ya hawa wanafunzi wanaofanya miujiza. Vipofu wanaona, viwete wanatembea, walemavu wanapona, waliopoza wanasimama na kukimbia bila maumivu yoyote. Yaani, viongozi wa kijiji watataka kukutana na hawa wanafunzi wawili. Umati wa watu utataka kuwaheshimu. Mialiko ya malazi, ya chakula itafuata. Angalia kwa makini kile wale 72 waliambiwa waseme: ufalme wa Mungu umekaribia kwenu. Kwa maneno mengine, hii siyo kuhusu sisi. Hii ni kuhusu ufalme wa Mungu. Hii ni kuhusu mfalme wetu, na hii ni tu ladha ya nguvu za mfalme wetu, na ni mfalme wetu pekee anayestahili sifa, heshima na utukufu. Bado kuna kanuni zaidi zinazokuja katika mwongozo huu wa mafunzo. Tutayafikia baadhi yao katika safari yetu ya hekima inayofuata, na hadi wakati huo, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.